Hadithi ya kivuli cha mti wa miujiza. Sehemu ya pili. Siri ya mwangaza wa miti. Miaka 5 ilipita tangu Zawadi awe mlinzi wa mkwaju wa usiku. Kijiji cha Mwangaza kilibadilika. Watu walikuwa na afya njema, mavuno yalizidi, na watoto walilelewa kwa hekima ya kale aliyowapa Zawadi kila mwezi mpevu. Lakini siku moja msichana mdogo aitwaye Amani alitoweka. Alikuwa na ndoto ya kuona mti wa miujiza na kuzungumza na kivuli kama Zawadi. Bila kumwambia mtu yeyote, alitoroka usiku mmoja wa mwezi mpevu. Zawadi, akiwa na uwezo wa kuona mioyo ya watu sasa, alimtambua Amani akiwa ndani ya msitu. Lakini kulikuwa na jambo la ajabu. Kulikuwa na miti mingine midogo inayotoa nuru kama mkwaju mkubwa, na kila mmoja ulikuwa ukimwita Amani kwa sauti tamu. Njoo kwangu. Nitakupa nguvu za kuona kesho. Njoo kwangu. Nitakupa uwezo wa kuruka. Njoo kwangu. Nitakupa mafanikio makubwa na maisha marefu. Amani alikimbia huku na kule akivutiwa na sauti hizo. Alipokaribia kuugusa mmoja wa miti hiyo, ardhi ilipasuka na kivuli cha giza kikatokea. Kivuli hicho hakikuwa cha roho nzuri, kilikuwa ni kivuli cha tamaa za watu waliotamani nguvu kuliko hekima. Zawadi alifika na kumuita Amani kwa jina lake. Amani alitazama macho ya Zawadi, akaona upendo, si nguvu. Akakimbia kwake kabla hajagusa mti wa giza. Zawadi alimtazama kivuli cha giza na kusema kwa sauti ya amri, mwangaza wa kweli haushindwi na kivuli. Rudi mahali ulipotoka. Kivuli kililia kwa sauti ya maumivu, kikayeyuka na miti ya uongo ikatoweka. Kwa tendo hilo, mti mkuu wa mkwaju wa usiku ulitoa matawi mapya yenye matunda mengi zaidi, ishara ya kuwa uaminifu wa Zawadi umeinua nguvu ya msitu. Ili usipitwe na hadithi hii tamu ya kivuli cha mti wa miujiza, ambayo bado ipo kwenye hatua za mwanzo, ambapo huko mbeleni inaonekana vinaibuka visa vingine hadi kwenye falme za giza. Je, unafikiri Zawadi anaweza kushinda vita hizo? Tafadhali follow chaneli yetu na kugusa alama ya kengele ili usipitwe na simulizi hii tamu.